kusikia wapi nchi gani kocha wa timu ya taifa akaenda kuadhimishwa kwenye klabu. Mimi sijai kuona. Sasa ndio hapa TFF wanakuja kutuletea sijui mpira wa wapi sijui rafiki yangu. Hapo tunakaa tunasema sisi ligi yetu namba 5 dunia nani wa Afrika. Kwa hiyo tunavyokwenda tunawaomba huyu mwalimu asirudi tena timu ya taifa. Kama atarudi timu ya taifa wanaenda kutugawa. Yaani mbona ukasudi tena? Haiwezekani kocha wa timu ya taifa aende kukaa kwa muda hadi kwenye klabu. Alafu hapa kuna Usimba na Uyanga. Haiwezekani leo timu ya kocha timu ya taifa anakwenda upande huu. Hawa walimu walivyo. Sawa, wewe hujawahi kuona mwalimu kwa zama za sasa hivi. Mwalimu katoka Yanga kaenda Simba au katoka Simba kaenda Yanga. Hiyo falsafa hiyo haipo. Kwa hiyo leo unamtoaje mwalimu wa timu ya taifa? Sawa, hata aende kufundisha klabu kwa muda. Alafu baadaye arudi tena kwenye timu ya taifa. Unaenda kusaidia. Unaenda kugawa mashabiki. Timu haina kocha. Haina kocha, makocha hapo wengi duniani. Wataka muda mfupi. Wana kiraka wao. Muda mfupi. Wana kiraka wao. Simba wana kiraka wao. Sisi tunajua kabisa Simba kama mwalimu yote akiondoka anakuja Juma Mgunda. Ndio kocha yupo special kwa ajili ya kuziba viraka wa makocha wanaondoka Simba. Leo inakuaje wanaenda kwenye timu ya taifa? Wameona kiwango bora. Sio leo. Sasa kama huyu kocha timu ya taifa wamemwona ana kiwango bora cha kwenda kufundisha Simba, basi aende kubaki Simba. Asirudi huko, asirudi. Wasije baadaye wakashangaa watu wanakuja kuikataa timu ya taifa. Kwa sababu wanaanza kuleta ubaguzi. Maana kocha wa timu ya taifa anaangalia wachezaji wa vilabu vyote vinaocheza ligi ndani ya nchi hii. Sasa je, leo unampeleka kwenye timu moja? Sisi watu wa Yanga tunamchukuliaje kocha wa timu ya taifa? Ameenda kusaidia. Jazi. Anaendaje kusaidia? Hakuna duniani kocha wa timu ya taifa anaenda kusaidia klabu. Kama kusaidia kocha wa timu ya taifa angetoka angekuja under 20 ya timu ya taifa, under 17 ya timu ya taifa. Hapo ikataliwi. Hali kwa hiyo katoka timu ya taifa kaenda mpaka kwenye klabu. Kweli ya shirikisho kweli? Hii shirikisho kweli wanatizama kweli? Wanasimamia mpira wetu. Wanatutia mashaka. Kazi ya Karia ishaanza kufanya kazi. Na shirikisho wenyewe wanatutia mashaka. Kuwa shirikisho lipo upande fulani. Karia kashaanza kufanya. Tusikae kuogopana. Tukae tuambiane ukweli. Lionyesha kabisa shirikisho lipo upande fulani. Na ndio maana tunaingia na mashaka mpaka kwa marefa wanavyoenda kucheza mechi. Mimi mechi ya Simba na Yanga ngao ya jamii nilikuwa nasema refa kakosea tu. Ila kwa hivi kocha timu ya taifa ndio kupelekwa Simba. Nilijua kocha yule refa alikuja kwa maagizo mechi ya timu ya Yanga na Simba. Acha bwana. Ndio unajua sasa hivi. Sahihi, na tunaweza kusema yule refa alikuja kuchezesha mechi ya Yanga na Simba ngao ya jamii alikuja kwa maagizo. Na ndio maana alipunguza magoli yetu. Kumbe. Si hapa ushasubishia nani? Wamekuja kututhibitishia. Kocha timu ya taifa akapelekwa Simba. Uliwahi kusikia nchi gani? Mimi sijai kusikia mpya hiyo. Wewe niambie nchi gani uliwahi kusikia kocha timu ya taifa anaenda kuadhimishwa kwenye klabu? Unaisikia Tanzania kutoka kwako? Unaisikia Tanzania kutoka kwako? Sio kwangu mimi. Simba jana wamethibitisha hilo. Nimeona peji ya shirikisho imethibitisha hilo. Sio maana tunavyoongea, maana tayari shathibitishwa. Tayari. Na sasa hivi tunaongea maana Moroko ipo mazoezini kwa Simba. Sasa sisi tunaomba tusije tukaigawa timu ya taifa. Yule bwana abaki kule kule. Sisi tumshughulikie. Maana kule akibaki si kumshughulikia lazima. Kufungwa na Yanga lazima, ukibaki kule kufungwa na Yanga lazima. Kama kifo na binadamu. Lazima ukubali kipigo. Bado shehe wangu tunaenda kupiga baki tubaki mara 10. Tena. Sisi tunaenda kupiga baki tubaki mara 10. Tushapiga mara 6. Ligi mechi 2 na kwa ngapi? 8. Labda ngao jamii wakimbie, kama atacheza itakuwa 9. Wewe umeiona tena. Simba sisi tuna watu wetu. Kila kinachofanyika sisi tunakijua. Hivi kwa Fadlu kuondoka, hivi unafikiri kama Simba atakuwa anapata hasara kwa design fulani? Nani? Fadlu kuondoka. Watajua wao, kwani Fadlu kafanya nini? Fadlu tokea engineers. Tokea engineers. Aikamate Yanga. Simba mpaka leo kabadilisha makocha 7. Susho
makocha 7 na kila kocha alokuja lazima cha moto alambe. Akili ya engineer si mmoja wa Yanga. Sawa na viongozi wa Simba wote walikuwa madarakani na bado hafikii. Changanyisha akili za viongozi wa Simba wote walikuwa madarakani. Akili hawafikii akili ya engineers. Engineers si mmoja tu. Na kama unaona mpaka kila akilala akiamka unamkumbuka engineers. Leo kuna baadhi ya media, kuna kiongozi kaongea wao hawana mpango wa ubingwa mwaka huu. Hawana ubingwa mwaka huu, wanatengeneza timu. Sasa niwaulize mashabiki wa Simba, kila mwaka wao watakuwa wanatengeneza timu. Kiongozi kaongea, ukitoka hapa nenda kasikilize tena. Kiongozi kaongea, kiongozi wao kaongea kwenye baadhi ya redio leo, kwenye kipindi leo kaongea, alikuwa akasema wao ubingwa hawana, wanatengeneza Simba ikae bora. Sio alisema, lakini msimu uliopita kwamba wanajenga timu, sasa hivi timu imekaa. Watu washapiga kichwani wangu, na kuambia kila unachokiwazi tunakijua. Jana usiku walisoma dua. Wamevurugika baada ya kupiga kichwani. Na jana usiku walisoma dua, wewe unajua hiyo? Sijui. Jana usiku walisoma dua, anaovujisha siri. Sawa, hasivujishe tena. Lakini na mtu wetu naye alisoma dua. Na alikuwa pale. Na yeye kwenye dua alikuwepo. Watu watamani wamjue huyo mtu. Hawawezi kumjua, password ni kubwa sana. Sio rahisi kuundulika. Sio rahisi na sio leo hata kesho. Lini sasa? Bado sana. Sisi tutawapiga. Engineers atawasumbua mpaka viongozi wa Simba watoke waende Salamanda wakaombe samani. Mtawasamehe. Ninakwambia tena, unajua tunavyoongea utaona masiara. Mungu, kwa nini watu wa Simba wajiulize? Kwa nini siri za Simba tunaanza kuziongea sisi? Kocha wa Simba nilianza kuongea nini muda gani? Refu kwa. Na nilikwambia Krismasi? Ali kala. Sasa hivi ninakwambia mediali. Tusubiri. Ali. Tusubiri. Sasa kwambia mediali, tusubiri na hii clip iweke. Kama tutakula naye Krismasi. Semaji hilo. Na kurudia tena, kama tutakula naye Krismasi. Sisi tulivyokuwa tunapiga kichwani. Sisi tulivyosema tunakuja kupiga kichwani. Walicheka na wakala karanga, waambie wale karanga kama zinalika. Kichwa kimevurugika. Waambie wale karanga kama zinalika. Tushatimua ubongo. Akili za wana Simba wote sasa hivi zimekuwa kama barafu zimeganda. Kweli imepiga kichwani. Ndio kinachoendelea sasa. Ndio hichi kinachoendelea, unaona. Leo kuna kiongozi mkubwa akakaa kwenye media. Sawa, baada ya kuongea timu inataka ubingwa, anakuambia wao wanaenda kutengeneza timu. Kwa hiyo mwaka jana wametengeneza timu. Mwaka huu tena kiongozi ndio mwenyekiti wao. Sawa, ndio mwenyekiti wao. Mwenyekiti Mangungu? Nani? Mangungu mjumbe. Yule mjumbe. Ukisema mwenyekiti Magoli unamtaja. Mangungu mjumbe akiingia kwenye kamati ya utendaji. Bodi. Yeye hata aongei mpaka nyoshe kidole. Magoli kasema leo. Kaongea leo, kasema wao wanaenda kutengeneza Simba mpya. Kwa hiyo mwaka jana wametengeneza, hajafanikiwa na mwaka huu wanaenda kutengeneza tena. Sisi tunataka ubingwa. Nyie mnataka? Sisi tunataka ubingwa. Hamtaki kujenga. Wewe bwana wewe, hujamsikia mwanaume? Mwanaume akishaongea Yanga bingwa, basi ujue bingwa. Anaga maneno mengi, hana story nyingi. Wewe ukimwambia Yanga bingwa, akikwambia bingwa, basi ujue bingwa. Lazima hiyo. Ukitaka utatoa, utaki utatoa. Ukitaka utatoa, utaki utatoa. Kuna muda wetu ukifika inaitwa ukitaka utatoa, utaki utatoa. Utatoa msimu tena. Sio unauliza msimu tena, tayari vikombe viwili vishaka kabatini, unauliza msimu tena unauliza. Tumeenda Rwanda tumechukua tumeweka kabatini. Hapa tayari upande wa Kikenya umetokea kombe tayari, Ngao Jamii imeweka kabatini. Sasa unauliza tena. Shehe wangu hata kwenye kuumbwa alianza kuumbwa Adam. Alafu hao akatoka kushoto. Hiyo ni Yanga design gani? Si ushaelewa? Kwa hiyo hata hapa Tanzania Yanga ndio ya kwanza, Simba imetoka ubavuni kwa Yanga, maana bado ataitwa hawa. Yanga msimu kama mmeamua fulani tena. Sisi tuliwaambia kipindi sisi tunasajili, wao walikuwa wanaongea tunawaingiza chaka, sasa sisi na wao nani waingia chaka. Wow. Au nani? Wao ndio wameingia chaka. Babu Ali, kuna watu wanasema kocha wa Yanga hawamuelewi. Mbinu anakwambia. Hana mbinu.
Mpira wa kisasa huwezi kujua mwalimu anatumia mbinu gani. Na kurudia tena, mpira wa sasa hivi huwezi kujua mbinu gani. Mimi nataka niwaambie watu wa Yanga, sio mwalimu anabebwa na wachezaji. Hakuna kocha wa Yanga yoyote aliwahi kufundisha akaenda ugenini akashinda goli 3. Kama yupo aje kunitajia.